Karibu sana shambani kwetu. Leo ni siku nyingine ambayo tutaenda kuelezea mchakato mzima wa upandaji bora wa matunda. Sio kwamba unachukua matunda yako unaenda unayapanda tu ukitegemea kupata tija. Hapana. Ili uweze kupata tija kwenye kilimo cha matunda aina mbalimbali, inatakiwa ufuate kanuni za msingi ambazo zipo zitakazokusaidia. Hizo kanuni za msingi ni pamoja na uchaguaji au kuchagua eneo au shamba ambalo ni bora, liko kwenye sifa zinazostahili kulingana na zao lako. Pia cha kuzingatia kingine ni utayarishaji mzuri wa shamba lako. Baada ya kutayarisha shamba lako ni kupangilia shamba lako. Baada ya kupangilia shamba lako unaandaa mashimo kwa utaratibu. Baada ya kuandaa mashimo unaenda kupanda matunda yako na kuyahudumia. Mwisho wa siku unapata matokeo ambayo ni bora. Bwana shamba wako unaenda kukupitisha kwenye kanuni moja moja. Karibu sana. Kanuni ya kwanza ambayo ni kuchagua shamba ambalo ni bora. Kila aina ya matunda hustahimili sifa mbalimbali ili kuweza kukua na kuzalisha kwa tija. Mathalani, kuna matunda ambayo huwa yanapenda kukua maeneo ambayo yana baridi kama vile apple, pears na peach. Endapo utayachukua na kuyapanda maeneo ya joto, hayataweza kufanya vizuri sana. Pia kuna matunda ambayo yanapendelea ukanda wa joto kama vile maembe, machungwa na kadhalika. Matunda hayo endapo utayapanda maeneo yenye baridi kali sana huwa hayafanyi vizuri sana. Sasa kwa siku ya leo nimependa kutumia tunda letu au mmea wetu aina ya papai. Nitatumia papai kuwaonesha wakulima wetu ni namna gani tunachagua shamba letu na kwenda kupanda matunda yetu. Kwa hiyo basi, tunda aina ya papai, unapokuwa unachagua shamba ni vyema kuangalia eneo ambalo lina muinuko. Yaani muinuko wa wastani hadi kwenye muinuko. Usichague eneo ambalo ni tambarare sana au eneo ambalo liko bondeni, kwa kuwa linaweza kutuamisha maji na yakaathiri ukuaji wa papai yako. Vile pia papai, kama eneo lako litakuwa ni bondeni, inafaa sana kuandaa matuta au ridge au matuta ya kuinuka kwa ajili ya kutiririsha maji. Karibu sana. Baada ya kuwa sasa tumechagua shamba letu, tumeshachagua eneo letu, hatua inayofuata ni kusafisha eneo letu. Kwenye kusafisha eneo letu tunaweza kutumia mashine au tunaweza kutumia mikono, yani vifaa vya kawaida kama majembe, mapanga na masururu kawaida, ambapo sasa tunasafisha shamba letu kwa kuchimba shamba, kukatakata miti, kung'oa visiki kwa yale mashamba ambayo ni mashamba pori. Baada ya kufanya hayo yote sasa unakusanya na kutoa shambani kwako ili shamba lako liwe safi. Baada ya hapo unalima shamba lako kulingana na uwezo wako na upatikanaji wa kifaa cha kulimia. Unaweza kutumia jembe la mkono, unaweza kutumia jembe la kukokotwa na wanyama kama vile jembe la kukokotwa na ng'ombe, unaweza kutumia trekta. Ambapo sasa baada ya kuwa umeshakamilisha kulima shamba lako, unakuja kufanya layout au mpangilio wa shamba lako. Kwenye kufanya mpangilio wa shamba lako, unahakikisha kwamba unazingatia nafasi. Yaani kama shamba lako ni kubwa, utahakikisha kwamba barabara za kupita kwenye shamba lako, yani kulizunguka shamba lako, zinakuwepo ili yale mazao ambayo unayalima uweze kuyatoa kirahisi. Pia wakati wa kuingiza pembejeo kama vile miche, mbolea, viuatilifu uweze kuingiza kirahisi shambani na pia kutoa kirahisi kutoka shambani kwako. Baada ya kuwa umeshafanya mpangilio wa jumla wa kutengeneza barabara na kugawa shamba lako katika bloku au vipande, kinachofuatia sasa ni kuandaa mpangilio kwa ajili ya kupanda mimea yako. Sasa nikipenda kuongelea mmea wa aina ya papai, unazingatia nafasi inayoshauriwa. Umbali wa mstari na mstari wa papai unashauriwa kuweka mita 2.5 hadi mita 3, na umbali wa mche na mche wa papai unashauriwa kuweka mita 2.5 hadi mita 3. Hivyo basi kwenye eneo lako ambapo sasa utapiga mahesabu kwa kutumia kanuni ya eneo, unagawanya kwa nafasi. Yaani unachukua eneo mathalani ni la eka 1 ambazo ni mita za mraba 4000,
unagawanya kwa nafasi, yani tuchukulie tumetumia umbali wa mstari kwa mstari ni mita 2.5 na umbali wa mche na mche ni mita 2.5. Kwa tunachukua 4000 tunagawanya kwa mita 2.5 kwa kuzidisha mita 2.5. Kwa hiyo baada ya hapo tutajua miche yetu ni mingapi inahitajika kwa eka, na miche kwa eka moja papai inaweza kuwa takribani 450 au zaidi au pungufu ya hapo, kutegemeana na aina ya nafasi ambayo mkulima atakuwa ameamua kuitumia. Sasa umeshachagua na ni miche yako tayari unayo na ushajua ina aina gani ya miche. Kwa hiyo kinachofuatia sasa ni uandaaji wa mashimo. Layout tushafanya au mpangilio tayari umeshafanya. Kinachofuatia ni utayarishaji wa mashimo. Shimo lako la kupanda matunda karibia aina zote tofauti na mgomba huwa inatakiwa kuchimbwa inaweza kuwa la duara au shimo lako linaweza kuwa la mraba. Kama shimo lako ni la duara, inatakiwa kipenyo chake likiwe sentimita 60, yani futi 2. Pia kwenda chini unapokuwa unalichimba shimo lako, kimo chake kiwe ni sentimita 60 au futi 2. Wakati unapokuwa unachimba shimo lako, hakikisha kwamba unatenganisha udongo katika matabaka. Kuanzia sentimita 0 hadi sentimita 30, udongo ambao ni tabaka la juu unautenga pembeni, na kuanzia sentimita 30 hadi sentimita 60 ambao ni udongo wa tabaka la chini nao unautenga pembeni. Kwa nini tunatenganisha udongo? Tunatenganisha udongo kwa sababu udongo wa tabaka la juu ni udongo ambao unakuwa na kiwango kikubwa sana cha rutuba ambayo imetokana na uozo wa viumbe hai kama vile mimea na shughuli za kibiolojia kwenye udongo, bila kusahau pia maji yanapokuwa yanatoka sehemu moja kuja sehemu nyingine huwa yanaleta rutuba. Udongo wa tabaka la chini huwa una kiwango kidogo sana cha rutuba aina ya organic, yani organic matter. Baada ya kuwa sasa umeshachimba shimo lako tayari, kinachofuata sasa unaenda kuchanganya udongo wako. Unachukua udongo wa tabaka la juu, unauchanganya na samadi ya ng'ombe kiasi ndoo moja. Wengine wamekuwa wakiuliza maswali, kwa nini tusitumie samadi ya kuku? Kwa nini tusitumie samadi ya nguruwe au tusitumie samadi nyingine? Tunatumia samadi ya ng'ombe kwa sababu kuu moja. Samadi ya ng'ombe inaoza na kuzalisha rutuba kwa muda mrefu, zaidi ya mwaka mmoja, ukilinganisha na mbolea ya kuku ambayo inatoa rutuba kwa haraka na sio kwa muda mrefu. Kwa kuwa matunda yanakaa shambani kwa muda mrefu, hivyo basi ni vyema kuchagua chanzo cha mbolea au chanzo cha samadi ambacho kitaweza kutoa rutuba ile kwa muda mrefu. Baada ya kuwa tumeshachanganya shimo letu, mbolea yetu na udongo tumeshachanganya vizuri, tunarudishia kwenye shimo letu hadi shimo likaribie kujaa, yani likaribie kujaa. Baada ya hapo unaweza ukamwagilia maji na kuweza kupanda. Na kama shimo lako sasa umeshachanganya, umesharudishia udongo na miche iko tayari kwa ajili ya kupandwa, unaweza kumwagilia maji na mbolea ikaendelea kuoza kwa wiki 2 hadi wiki 3, yani siku 14 hadi siku 21. Wakati huo miche yako inaendelea kukua na ile mbolea inaendelea kuoza, unapokuwa unaenda kupanda tu unakuta miche yako inakuwa na nguvu. Wakati wa kupanda mche wako wa matunda, hakikisha kwamba unachana kiriba chako, unatoa, alafu kwenye lile shimo ambalo lina mchanganyiko wa udongo na mbolea ya samadi, unachimba shimo dogo ambalo ukiingiza mche wako utafikia maeneo utauzidi udongo wa kiriba kidogo. Mkulima, kumbuka kwamba usiuzamishe mche wako sana kwenda chini. Endapo utauzamisha mche wako kwenda chini, utapelekea mchwa au visumbufu vya mazao ambavyo vinatokea kwenye udongo kama vile magonjwa na wadudu
kuweza kushambulia mche wako kiurahisi. Pia joto la udongo litaweza kushambulia shina na kupelekea mche wako kudumaa au kufa. Karibu sana, nitaenda kuwaonesha hatua kwa hatua yale yote ambayo tumeyaongea, namna gani tunayafanyia kazi. Karibuni sana.